Ikiwa ni siku moja tangu ipite Pasaka, basi leo hii Wakristo wengi wapo kwenye majonzi baada ya kutangazwa kwa kifo cha aliyekuwa kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis, ambaye wengi wanamjua kutokana na mambo yake makubwa lakini pia ya kushangaza ulimwengu. Inaelezwa kwamba Papa Francis amefariki dunia tarehe 22 Aprili 2025 akiwa na umri wa miaka 88. Chanzo rasmi cha kifo chake kilikuwa ni pneumonia kali ya mapafu yote mawili, yani double pneumonia, ambayo ilizidi kuwa mbaya baada ya kuugua kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa taarifa ya Vatican, Papa alikuwa amelazwa hospitalini tangu Februari 14 kwa ajili ya matibabu ya maambukizi ya njia ya upumuaji ambayo yaligeuka kuwa pneumonia katika mapafu yote mawili. Pia alikumbwa na matatizo ya figo ambapo lilipotiwa kuwa alikuwa na upungufu wa awali mdogo wa utendaji wa figo. Kwa ujumla ya afya Papa Francis ilikuwa imezorota kwa miezi kadhaa kabla ya kifo chake. Alikuwa amelazwa hospitalini kwa siku 38 akipokea matibabu ya pneumonia kali ya mapafu yote mawili. So bana, Papa Francis atakumbukwa kwa mambo mengi sana ambayo aliyafanya ya kushangaza ulimwengu. Mambo hayo ni Papa Francis atakumbukwa kwa kuwa ndio kiongozi wa kwanza duniani kuweza kuruhusu mapenzi ya jinsia moja. Yani yeye aliweka kitu ambacho kinaitwa gender balance, kwamba hakuna kitu ambacho yeye aliweza kukiona kinatofautiana. Yani majukumu ambayo aliweza kufanya mwanaume pia aliweza kufanya mwanamke. Hivyo hapo kulibuka mvutano mkali sana baina ya watu ambao ni washiriki wa mapenzi ya jinsia moja na watu wenye msimamo mkali. Licha kwamba Papa Francis aliunga mkono mapenzi ya jinsia moja na kuweza kuwaweka watu katika sintofahamu ya kwamba yeye haoni kama kuna ukosefu ama uvunjwaji wa sheria juu ya hilo swala, ila anasema kwamba hiyo ni dhambi na kama dhambi basi anayehukumu ni Mungu, hivyo yeye ana support. Lakini muda mchache baadaye Papa Francis alikuja kuonyesha misimamo ya kuwateua baadhi ya washiriki wa mapenzi ya jinsia moja kuwa kama viongozi katika kanisa Katoliki. So bana, hili ndio jambo kubwa kabisa ambalo Papa Francis lilimfanya aende viral sana na aliweza kusemwa kwenye midomo ya watu wengi, lakini ingawa wao wanaosupport walimuunga mkono kwa 100% na kumuona kama shujaa. So bana, Papa Francis atakumbukwa kwa mengi sana aliyofanya hapa duniani. Hayo ni machache tu. So kama kuna mengine unajua, basi drop comment au tuambie wewe hapo kwenye comment section kwamba ni jambo gani ambalo Papa Francis kwenye uhai wake alifanya ukashtuka ama likakufurahisha. Drop comment, tutakomentisha kinoma noma. Subscribe, like, comment, share, turn on notification, komentisha kinoma noma. Bye bye.